Huko nyuma nimetoa mifano mingi sana inayothibitisha kwamba Muhammad ni nabii wa uongo. Lakini leo nataka nikusomee mojawapo ya aya katika Qur'ani ambazo zinathibitisha wazi kwamba Muhammad hawezi kuwa nabii wa Mungu. Na aya hii inatoka katika sura ya 29 ya kwenye Qur'ani, inafahamika kama Al-Ankabut, aya yake 27. Inasema hivi: na tulimpa Ishaka na Yakubu na tukauweka katika kizazi chake unabii na kitabu, na tukampa ujira wake katika dunia, naye katika akhera kwa yakini atakuwa miongoni mwa watu wema. Aya hii inachokifanya Mungu hapa, kwa mujibu wa madai ya Qur'an hii, ni kwamba Mungu anaweka swala la unabii na uteremshaji wa vitabu katika uzao wa Isaka na Yakubu tu. Kumbuka, Waislamu wanadai kwamba Muhammad ametoka katika uzao wa Ishmail. Ishmail ni mojawapo watoto wa Ibrahim, akiwemo na huyu Isaka. Isaka alikuja akamzaa Yakobo. Kwa hiyo aya hii inachosema ni kwamba mtiririko wa unabii na uteremshaji wa vitabu unapita katika uzao wa Ibrahim kumfuata Yakobo, kumfuata Isaka na uzao wake wa Yakobo, si upande wa Ishmail. Hivyo basi hii ni wazi kabisa unabii wa Muhammad na kuteremshwa kwa kitabu hiki cha Qur'an ni batili. Na ndio tunaona wazi kabisa kwa nini ubatili huu wa Muhammad unadhihirika. Tunapokuja kuisoma Qur'an, tunakuta ni kitabu ambacho kinakwenda kinyume kabisa katika mafundisho yake na vitabu vyotangulia, tukizungumzia hususan Torati, Zaburi na Injili. Na tunaona mafundisho mengi ya Muhammad yanakinzana na mafundisho yaliyotangulia katika manabii na mitume pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo waliokuja kabla yake. Huu ni uthibitisho wazi kabisa kwamba ndani ya Qur'ani kwenyewe inatuambia unabii wa Muhammad ni unabii batili, kwamba Muhammad si nabii wa kweli, na hata hii Qur'an tunaisoma hapa ni kitabu batili, kwamba si kitabu cha Mungu. Nikutie moyo ndugu yangu Muislamu, fungua Biblia yako, i-download kama utakuwa huna, isome, uone ukweli wa haya mambo yalivyo, uone jinsi gani huyu Muhammad na kitabu chake cha Qur'an anavyokinzana na mafundisho yanayokuja kabla yake, ikiwemo hili la yeye kujifanya kwamba ni nabii wa Mwenyezi Mungu, huyu Mungu anayejidhihirisha kupitia kwa Ibrahim, Isaka na Yakobo, na namna gani ahadi hii ya mkombozi inatolewa. Mwisho Bwana wetu Yesu Kristo anakuja, anakutukomboa kwa kifo chake msalabani na kufuka siku ya tatu. Chunguza haya mambo ili uweze kupata fursa hii ya wokovu, nafsi yako ipate wokovu, utoke katika Uislamu ambao kama nilivyosema mara nyingi sana, Uislamu ni ubatili na Uislamu unakupelekea kwenda katika hukumu ya Jahannam. Hakuna njia nyingine ya wokovu isipokuwa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikufa na kufuka siku ya tatu. Nikutie moyo ya kufanya machunguzi haya na kufanya shauri lako mwenyewe. Hatimaye kwa mikono yako ndugu yangu. Mungu akubariki sana.